Baada ya maandiko kadhaa kupitia mtandao wake wa Truth Social, ambayo ndio chanzo cha habari kimekuwa hivi sasa ulimwenguni, Rais Donald Trump aliandika kuwa amewataka wasuluhishi wa mazungumzo kati ya Marekani, Iran na Israeli waache kuharakisha, wayapeleke mambo taratibu tu kwa sababu tutafika, lakini akisisitiza kuwa kufanya hivyo ni kwa sababu muda upo upande wao, yani muda uko upande wetu. Kwa hiyo hatuoni sababu yoyote ya kuharakisha haya mazungumzo. Vyombo vya habari vingi kadhaa jana vimeandika kuhusu makubaliano. Taarifa nyingi zimeandikwa kuwa Irani imekubali kusalimisha urani yake na kuvunja programu zake zote za nyuklia na kuharibu uwezo wake wa makombora na kufungua mfereji wa Hormuz, yani ishara ya kusalimu amri kwa Irani. Lakini pia maandiko kadhaa yaliandikwa, nimetumiwa maandiko kila kona ambayo maybe ya kufikirika, maybe yamechukuliwa kwenye vyanzo ambavyo vinaaminika kuwa viko upande wa pili, sio upande wa Irani, vikijaribu kuainisha, lakini taarifa zikaja tofauti tofauti kuhusu uwezekano wa makubaliano kufikiwa kati ya Marekani na Irani, huku Trump akiandika posti nyingi ambazo baadhi zinaonyesha kama zimekuwa ni matamanio, kama tutafikia hatuwezi kuwa yani ni kama vile ni matamanio, yani tunatamani kufika hapa. Niliwahi kulieleza hapo kipindi cha nyuma. Kwa hiyo hii ni nadharia iko hivyo. Nilipokea message nyingi sana, nimepokea simu nyingi sana, lakini mnafahamu kuwa Jumapili ndio siku pekee ambayo huwa ninataka nipumzike. Ndio maana mara kadhaa huwa sijibu kabisa message, sijibu simu, sipokei, kwa sababu ni siku moja pekee ambayo huwa ninataka tu nipumzike ili niweze kutuliza akili yangu. Nikija hapa mara nyingine nizungumze na wewe katika hali nzuri. Kama nitayachukua haya mambo kila siku niwe natembea nayo, kuna wakati sitokuja kuzungumza na wewe tena hapa, kwa sababu itakuwa wazimu tena. Huwezi kumaintain, yani huwezi kukaa unafuatilia hivi vitu kushoto kulia, halafu watu wakuone uko sawa. Amani iwe nawe, peace be upon you, na natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Ujio wangu leo ni kukufafanulia. Nadhani kumekuwa na taarifa nyingi, siwezi kusema upotoshaji au nini, kila mtu anaangalia kile anachokiona kuwa kwake ni kipi, lakini mimi nataka tu kukufafanulia the situation, yani ile naweza kusema real situation, yani uhalisia yani uhalisia wa mambo yalivyo, kwa sababu kitu pekee ambacho ninashukuru kwenye hili kuwa huwa sina mihemko, na ndio maana mara kadhaa unaona kuwa mimi huwa sio wa kwanza kuripoti, japokuwa inawezekana kuna taarifa ambazo naweza kuwa wa kwanza nikakwambia kuna taarifa imetokea hivi na hivi na hivi. No, mimi si mchambuzi wa kuwahi nionekane mimi ndio nimezungumza au mimi ndio najua. No, mimi huja kusawazisha vitu pale vinapofika sasa ni kufafanulia iko hivi, na kuna baadhi huwa hubishana na mimi katika kile ninachokisema, lakini nachoshukuru kuwa muda huwa unatoa majibu haraka sana katika kile ambacho huwa nakisema. Utabisha, lakini wakati unakuja unakupa majibu baadaye kuwa nilichokisema ndio halisi. Sasa na kwenye hili nitakuambia uhalisia wa kile kinachoendelea. Hakuna chombo cha habari kikubwa cha magharibi ambacho hakikuandika hili tukio jana, au hakikuandika hii habari jana, habari inayohusu makubaliano ya Marekani na Irani. Karibu vyombo vyote vya habari vikubwa, vidogo, mitandao, blogs, kila kitu wameandika kuhusu haya makubaliano, na wengine wakaenda mbele zaidi kwenye maandishi yao, ndio wakaandika kuwa Irani imekubali kujisalimisha kwa Marekani. Niliona chombo kimoja tena kiliandika makala ndefu Kiswahili, wanasema kuwa akataja hayo mambo kuwa Irani haitokuwa saidia tena washirika wake, Irani haitokuwa na nyuklia, Irani haitokuwa na makombora, Irani itafungua Hormuz, Irani itasalimisha urani yake kwa Marekani. Yes, kwa mtu aliandika vile makala ndefu, huku ni kushindwa kwa Irani. It's okay, yani kwa sababu umeamua kuandika hivyo, ni kawaida. Lakini vyombo vingi pia vimeandika kuhusu swala la Hormuz, swala la Hormuz zaidi, kuwa tumekubaliana lakini Hormuz itafunguliwa. Sasa kukufahamisha tu, kukuweka sawa kwenye hili swala kuwa makubaliano ya msingi ya huu mgogoro yako mbali sana. Narudia, makubaliano ya msingi ya hii vita au huu mgogoro yako mbali sana, hayapo karibu kama kile ambacho unaaminishwa, yako mbali sana. Kinachozunguka hivi sasa au kinachotokea hivi sasa
ni katika ile kujenga imani kwa pande zote mbili, yaani kuwa Irani, mfano juzi wakati ametembelewa na Asim Munir. Asim Munir ni mkuu wa jeshi la Pakistani, alitembelea Tehran. Wakati anazungumza na msuluhishi mkuu wa mgogoro ndani ya Irani ambaye ni spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf alichokisema kuwa tunashindwa kufikia makubaliano na Marekani kwa sababu Marekani haaminiki, yani hatumwamini katika makubaliano. Kwa hiyo kilichopo hivi sasa, kinachotafutwa hivi sasa katika huu msingi unaoendea hapa ni imani, yani tuanze kuaminiana, yani mimi ni kuamini wewe, niwe huru, sio, unaelewa? Yani kuwa tunajenga imani katika pande zote, kuwa je, kuna nia ya makusudi ya pande zote mbili kweli kutatua hili swala, au kuna mwingine nyuma ya hiki ameficha hiki? Kwa sababu Irani wana kumbukumbu zote za tabia za Marekani. Wameingia kwenye vita mbili ambazo zote walikuwa kwenye mazungumzo, ambayo sababu ya mazungumzo ilikuwa ni imani, yani kwa sababu tumekuamini tukazungumza. Nitakupa mfano. Baada ya JCPOA kuvunjika au baada ya JCPOA kuvunjwa na Donald Trump mwaka 2018, Irani waliapa kuwa hawatozungumza na Marekani. Yani waliweka ahadi kuwa hawatakuja kuzungumza na Marekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu JCPOA ya Barack Obama iliyosainiwa 2015, mazungumzo yake yalianza 2013. Yani miaka miwili walizungumza wakijadili nyuklia kwa miaka miwili, na yote ilikuwa kwa sababu tayari nyuma hapo wamekuwa na tabia ya uvunjifu wa makubaliano. Kwa hiyo Irani wakawa wanasisitiza imani ya kuwa tunaweza, wewe unaaminika, na wakafanya makubaliano ya 2015 mpaka Donald Trump anayavunja 2018. Kuna baadhi ya mambo mengi ambayo walikuwa wamekubaliana katika makubaliano ya 2015 hayakuwa yamefanyika, licha ya kuwa yalikuwa kwenye makubaliano. Kwa hiyo hiyo ni moja ya tabia pia ya Marekani, kutotimiza ahadi zake katika makubaliano. Kwa hiyo baada ya 2018 Irani wakasema hatutaki mazungumzo na Marekani. Ndio maana utawala wa Joe Biden wote ukamalizika. Hapakuwa na mazungumzo kwa sababu Joe Biden si kwamba hakuomba mazungumzo, waliomba, lakini Irani walikataa. Hatutaki kuzungumza, yani hatutaki, turudi kila mtu afanye kazi zake anavyozifanya, na Irani wakarudi kwenye urutubishaji wa urani kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo wakaendelea. Alivyokuja huyu Trump kwa mara ya pili, akaandika barua kupitia UAE, akaituma kwa Khamenei. Wakati ameituma ile barua kuwa wanataka sasa wafungue mazungumzo, yani tuanze kuzungumza, yani hawaombe tena Irani warudi kwenye meza wazungumze. Irani hawakujibu ile barua. Kama mnakumbuka, mpaka ikaja kuwa kuna vitisho kuwa lazima watujibu, lazima tuzungumze, lazima tufanye nini. Ikawa shinikizo kubwa. Irani wakasema tutajibu pale tutapoona kama kuna sababu ya kujibu. Kwa Marekani ikapeleka proposal nyingi na kuhakikisha Irani kuwa tunataka mazungumzo kweli na nyinyi na tuzungumze. Mwisho wa yote Khamenei akaidhinisha mazungumzo. Yale mazungumzo ya kwanza yakafanyika. Wakati wako kwenye mazungumzo, Marekani na Israel wakapanga mipango ya kushambulia Irani. Wakafanya vita ya 12 days war kama mnakumbuka. Tayari ilikuwa ni uvunjifu wa imani. Okay, Irani wakagoma katika mazungumzo mengine. Kukaja na shinikizo ikiwemo Urusi, China na wengine wazungumze tena kwenye hili. Mwisho wote Irani wakasema it's okay, tutazungumza. Wakaanzisha tena mazungumzo. Mmeona zile raundi zimefanyika. Mara hii tena wakashambuliwa tena katikati ya mazungumzo. Sasa mara hii tena Marekani analazimisha mazungumzo. Ndio maana mwanzo walikataa kuzungumza. Hatuna shida ya kuzungumza kwa sababu unazungumza na nani? Yani tunazungumza hapa, wewe unazunguka huku unafanya vitu vyako. Kwa hiyo kilichopo hivi sasa, yani kinachofanyika hivi sasa ni kuleta imani ya uaminifu kwa pande zote mbili, kuwa nani aaminike ili tuweze kuzungumza, kwa sababu Irani bado wananadharia kuwa Marekani haaminiki kwa mazungumzo wala hawezi kutekeleza ahadi zake. Sasa zile taarifa unazozisoma kuwa Irani imekubali kuachia urani zake ni za uongo. Taarifa ya Irani inaua uwezo wake wa makombora sio za ukweli. Taarifa kuwa Irani imekubali kufungua mfereji wa Hormuz bila chochote sio za ukweli. Kilichopo, mazungumzo yanayoendelea, Irani wamekubali kufungua mfereji wa Hormuz katika kile ambacho kinachoonekana kuwa ni step moja, yani wamerudi nyuma step moja.
kwa sababu kwenye vifungu 14 ambavyo vilishindikana awali, swala la Hormuz lilikuwa mstari wa pili. Mstari wa kwanza ilikuwa ni kukata uhasama, kuzuia uwezekano wowote wa mashambulizi na kuondoa vikosi vyote vya kigeni vilivyo karibu na kuondoa mzingiro wa Marekani baharini na kuachia meli ziweze kupita. Halafu swala la pili walikuwa wanajadili Hormuz, jinsi ya kufunguliwa. Hayo mengine bado kabisa, huko hatujafika kabisa. Masuala ya nyuklia, masuala ya makombora ni mbali, hatujafika kabisa. Sasa hayo ilikuwa. Sasa Irani amebadili, kalichukua swala la pili ambalo lilikuwa ni Hormuz, amelipeleka kwenye kifungu cha kwanza katika masharti kuwa Hormuz itafunguliwa, kutakuwa na mkataba wa awali wa usitishaji wa vita kwa siku 60, usitishaji wa vita kuzuia uhasama wowote na matishio yoyote kwa Irani, na Marekani akifungua blockade yake. Irani watafungua Hormuz katika udhibiti wao, hawajataja kuhusu fee. Sasa kwenye charge kuwa watachaji fedha kiasi gani, dola milioni 2, no, wamesema kuwa kwa sababu hamtaki tu chaji katika haya makubaliano ya msingi, yani kwa makubaliano ya awali, wanachokitaka Marekani itaachia kiasi cha freezing asset za Irani ambazo ni dola ambazo, yani wanasema kuwa za awali zitaachiliwa bilioni 12 ambazo ziko Qatar. Dola bilioni 12 ambazo zilikuwa Qatar ziachiliwe ili Irani asichukue charge kwenye mlango wa Hormuz pale atapouachia kufungua, asichukue charge. Kwa hiyo hiyo ni ajenda ya mwanzo kabisa kuwa tutafanya hivyo. Sijui umeelewa? Kwa hiyo baada ya hapo kutakuwa na siku 60 za mijadala. Sasa hiyo mijadala inahusu nini? Mijadala itahusu sasa udhibiti wa Hormuz baada ya hili kuwa utakuwa, lakini katika kipindi cha mazungumzo yote udhibiti wa Hormuz utabaki ndani ya Iran. Ndio hilo wanalolizungumza na ndio lililopo, utabaki chini ya Iran. Sasa baada ya hapo ndio tutazungumza kuhusu Hormuz itakuwa chini ya udhibiti wa nani. Halafu tutazungumza kuhusu Iran anasema kuwa katika mazungumzo ya pili itabidi tena waachie asset zetu zingine. Kiasi cha fedha ambazo za Iran ziko nje zinafika bilioni 100, dola bilioni 100. Sasa anasema katika mazungumzo ya pili wataachia fedha zetu nyingine katikati ya mazungumzo. Halafu watakuja kujadili kuhusu sasa nyuklia. Hawatojadili makombora. Hili liko upande wa Iran. Hili liko upande wa Iran kuwa hatutojadili makombora. Watakuja kujadili kuhusu nyuklia. Sasa pale unaposikia kuwa wamekubali kuwa nyuklia itasalimishwa, hawajajadili kabisa. Yani hapakuwa na mjadala wote. Hayo ni matamanio. Yani hayo ni mawazo na matamanio ya Donald Trump na Marekani na jinsi wanavyowaza kuishinda mechi. Yani kuwa ingekuwa hivyo, yani kuwa ndio walichokuwa wanatarajia kuwa, yani katika kuhesabu ushindi, katika kuweka taswira ya ushindi upande wao, yani kwa waseme kuwa ionekane tumeshinda, basi hakuna njia yoyote ya kuonekana ushindi kama Irani bado anamiliki nyuklia. Kwa hiyo tafsiri ya ushindi kwao ni lazima Irani atasalimisha urani iliyokuwa process, halafu auwe project yake ya nyuklia, kitu ambacho ndani ya Irani wanasema kuwa katika mazungumzo ya pili, kwanza Marekani anatakiwa athibitishe kuwa Irani inayo uhalali wa kuwa na nyuklia, yani mradi wa nyuklia wa Irani ni halali kwanza. Kama ni halali, tuje tujadili swala la pili sasa kuwa kama ni halali tunajadili, je, urutubishaji wangu uende ngapi? Hili ni swala jingine. Sasa matakwa ya Marekani na Israeli sio ambayo matakwa ya Irani. Irani hakubaliani na project yake ya nyuklia kuwa zero. Israeli na Marekani wanataka project ya nyuklia ya Irani iende zero. Yani zile urani ambazo ziko process ambazo zimesha rutubishwa azichukue Marekani, halafu vile vinu vyote vya Fordo, Isfahan, Natanz vivunjwe, yani kusiwepo kabisa, kama ilivyofanyika Libya, kama Israel ilivyofanya Syria, kama walivyofanya Iraq, kuwa yani ivunjwe, isiwepo. Hilo Irani hawalitaki. Sasa hilo ndio vyombo vya habari vya upande wa pili vinaandika kuwa Irani amekubaliana nalo. Kiufupi kuwa hakujazungumzwa, yani huko hawajafika, yani hayo mazungumzo ya huko hawajafika, wapo kwenye mazungumzo ya awali kabisa. Lakini inabaki katika ile nadharia ambayo nimekuwa nikizungumza mara kadhaa. Ukitafuta mshindi
huwezi kumtafuta mshindi kwenye hapa, yani kwa hisia utasema kwa namtafuta mshindi kwenye hii vita. Ukitaka kujua kwa nini wamefika hapo, unatakiwa urudi Februari 28, kwa sababu Februari 28 Marekani na Israel ndio walianzisha vita. Wiki ya kwanza na wiki ya pili ya vita, Donald Trump alisema hivi, hatutokuwa na makubaliano yoyote na Irani mpaka pale Irani itajisalimisha. Mpaka pale Irani itajisalimisha. Hii ilikuwa inatokana katika kile kinachofahamika kama Operation Epic Fury. Hii ni operation ya kijeshi. Nalizungumza mara nyingi hili swala huwa nalizungumza mara nyingi kuambia kuwa kilichowaingiza Marekani na Israel ndani ya Irani sio diplomasia. Diplomasia ilishazungumzwa awali ikashindikana. Ndiyo sababu ya Marekani na Israel kuanzisha vita ambayo katika ile vita wakaipachika jina la Epic Fury. Hii ni operation ya kijeshi. Sisi tunaelewana? Operesheni ya kijeshi ya Epic Fury ambayo ingetoa matokeo ya kijeshi. Kuwa anachokitafuta hivi sasa, au nasema kuwa kile kinachoandikwa na vyombo vya habari vya magharibi, matamanio ya Marekani na Israel kuwa Irani hatakuwa na nyuklia, Irani hatasalimisha urani yake, Irani hatakuwa na makombora, Irani hatasaidia proxy wake. Hii ilitakiwa ikatimizwe na Epic Fury. Sio, unaelewana? Yaani ile operation ya kijeshi ndio ilikuwa inatakiwa ikakamilishe haya yote. Lakini unaporudi kwenye meza halafu unayataka demand yote haya eti uje uyapate, hayatakuja kutokea. Mark my word, tuko hapa. Hayawezi kuja kutokea. Kwa sababu mara nyingi huwa ninawaambia kuwa mazungumzo yanapokuvuta mezani na mtu anayetaka kuzungumza, mara nyingi huzungumza ameshika kitu. Umeshikilia nini kinachonifanya mimi nikubaliane na hoja zako? Yaani umeshikilia kipi ambacho utanilazimisha mimi nisalimishe nilichonacho kwangu nikupe wewe? Kwa sababu wewe kuna sehemu umeshikilia ima uhai wangu, maisha yangu na kila kitu changu. Sasa wewe umeshikilia nini ili mimi nifanye hivyo? Lakini mimi nimeshikilia nini cha kukulazimisha ufanye hivyo? Unaweza ukahisi hapo. Kwa hiyo swala la kusema kuwa Irani amesalimisha, maana hiyo halipo. Yani wala halijajadiliwa. Hawajajadili makombora, hawajajadili kabisa urani, hawajajadili sijui proxy. Hiyo ni nyingine. Wanachojadili ni vitu vya awali katika yale makubaliano. Leo hii vyombo vya habari vya magharibi vinazungumza, ukiangalia andiko la Donald Trump linazungumza kuwa tunaenda kwenye makubaliano ambayo yatapelekea kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz. Yani Trump anatangaza ushindi katika kile wanasema kuwa ni ushindi wa kufunguliwa Hormuz ambayo Irani hatochaji fedha. Wakati msingi wa Hormuz ulikuwa ni makombora, nyuklia. Yani ilikuwa ni kwingine. Yani vita ilikuwa ni kwingine kabisa. Yani vita ilihusu makombora ya Irani, vita ilihusu nyuklia ya Irani, vita ilihusu hili la Hormuz ni Irani amewatoa kuwaleta huku. Leo hii wanafungua kitu ambacho kilikuwa wazi na wanatangaza ushindi. Yani ni ile tabia ya kisiasa kuwa mtu anaanzisha tatizo, analitatua tatizo, halafu anajitangazia kuwa yeye ndio katuletea matatizo. Hali ya kuwa yeye ndio aliyotuletea matatizo. Kwa hiyo hii nadharia iko. Kwa hiyo nimekuja kuwaeleza hili swala kuwa yale unayoyasikia endelea kuyasikia, yale unayoyaona endelea kuyaona, lakini ninachokuambia tu kuwa tupo muda mrefu sana na huu mgogoro bado tupo nao. Na hiki kilichopo hapa awali, kwa sababu taarifa zilizoandikwa, mfano yaandikwa na Tasnim News, inasema kuwa tayari Marekani ameanza kukiuka makubaliano ya awali ambayo walikuwa wameanza kukubaliana. Kwa hiyo mazungumzo yanaweza yakavunjika wakati wowote. Hiyo ni taarifa ambayo Irani wameitoa kwa mazungumzo yanaweza yakavunjika wakati wote. Imeandikwa na Tasnim News Agency, wameandika hilo swala. Sasa jamani, hili swala liko mbali. Usitishaji wa vita au kumalizana na hili swala uko mbali sana, kwa sababu nilishawahi kuambia kuwa nimekuambia hapa kuwa mazungumzo ya Barack Obama yalianza 2013 mpaka 2015, miaka miwili. Wanajadili uwezo wa nyuklia tu wa Irani. Nyuklia tu ya Irani tunaipangaje? Miaka miwili. Leo hii tunajadili Hormuz, tunajadili nyuklia, tunajadili makombora, tutajadili proxy wa Irani, Houthi na tuna mambo manne ya msingi. Halafu sio tu manne, tutajadili kuhusu freezing asset, fedha ya Irani iliyo nje. Masuala matano hayo. Unataka tujadili muda gani? Ni leo? Haya mambo ni magumu, bado yako mbali sana. Majibu ya hiki na haya yatatokea baada ya chaguzi mbili zitazofanyika Israeli na itafanyika Marekani mwaka huu. Ndio itatoa majibu kuwa haya matatizo yametatuliwa au vipi. Kwa sababu
kuna kile ambacho kinawezekana kikatokea tena baada ya uchaguzi kuwa mambo yakabadilika yakageuka juu chini. Jamani, nikianza kuyaelezea haya maswala sitoyamaliza. Hata nizungumze kiwango gani sitoyamaliza, kwa sababu ndani yake kuna vitu vingi vingi ambavyo tunaweza tukavijadili kwa pamoja. Lakini niwashukuru sana, asanteni, na nitakuja kuzungumza na nyinyi mara nyingine tena inshallah pale nitapopata fursa na wasaa. Asanteni sana, shukran.